Jina langu ni Titus Gitonga. Nilikuwa ninataka kufundisha maneno Yesu aliyonena katika Marko chapter 11 kianzia mstari wa 12 mpaka 14. Maandiko inasema siku moja Yesu alipokuwa akitoka katika kizizi kinaitwa Bethany akirudi Yerusalemu asubuhi, aliona njaa na akaona kando ya njia kulikuwa na mti wa mkuyu. Akaenda aone kama anaweza pata matunda ili hale. Alipoenda hakukuta ule mti ukiwa na matunda, na sababu yake ni kwa sababu hazikuwa nyakati za ule mti kuwa umetoa matunda. Na Yesu alipoona hauna matunda aliulaani na baadaye ukakauka. Lakini kitu Yesu alikuwa anafundisha hapa sio mambo ya njaa hii ya kukula na physical chakula hii tunakula na ya physical chakula tunayokula. Hapana. Kwa sababu ukisoma katika kitabu ya John chapter 4 ufike mstari wa 31 mpaka 34, wakati Yesu alikutwa na mwanamke Msamaria mwema pale kisimani na wanafunzi wake walipokuwa wametoka kununua chakula, walimwambia aje hale, lakini yeye aliwaambia ako na chakula wasisokijua wao. Na walipokuwa wakishangaa ya kwamba kama Yesu ameletewa chakula kingine akakula, Yesu alielewa mawazo yao na akawaambia chakula chake ni kutenda mapenzi ya baba yake. Nayo mapenzi ya baba yake ni gani? Yale Yesu akitenda ndiyo anakuwa amesiba. Mapenzi ya baba wa Yesu, ile ambaye Yesu akiyatenda ndiyo chakula yake inasibisa yeye. Unaipata katika John chapter 17 mstari wa 2 na wa 3. Mahali Yesu anasema kazi yake ile amepatiwa mandate ni kupatia wanadamu uzima ama uhai. Hivyo ni kusema wakati Yesu Kristo anapowezesha wanadamu kuelewa ule uhai wao ulitoka kwake, hiyo ndiyo wakati Yesu anapata chakula chake na ndiyo anakula. Kwa hivyo sasa ukirudi kwa ile maneno Yesu alinena pale katika Marko chapter 11 kuanzia mstari wa 12 mpaka 14, mahali alikuwa anaenda kutafuta matunda kwa mkuyu. Ile mkuyu haikumaanisha Yesu Kristo njaa yake ni ya matunda ule mkuyu. Ni kwamba alikuwa anaangalia wanafunzi wake mioyoni mwao kama mapenzi ya baba wa Yesu imetimia ndani ya mioyo ya wanafunzi wake, lakini anaona hayajatimia. Haya ndio Yesu alikuwa anamaanisha, lakini sio kwa ule mti. Na kama vile Yesu alivyoulaani ule mti ulipokosa yale matunda na ukakauka, inamaanisha ya kwamba wakati wanadamu watafikiwa na ule ufahamu Yesu alileta, ule roho ambaye alikuwa ndani yao, ule anayelinganishwa na ule mti wa mkuyu, huyo roho atasizi kuexist. Ni sawa na mti umekauka, na huyo roho hatakuwa anazaa matunda tena ndani ya wanadamu, ama hatakuwa ana control wanadamu. Kwa hivyo kile Yesu anaangalia pale ni katika mioyo ya wanafunzi wake kama walikuwa wamemuelewa, na anaona hawajamuelewa. Lakini sasa unasikia ule mti makosa yake si ati ni mti haukuwa na makosa, kwa sababu pale inasema haukuwa wakati wa matunda. Hiyo ni kusema ndio mti ujae matunda, kuna mazira ya miti kuzaa matunda. Hivyo yale mazira yalikuwa hayajafika. Na kama ule mtu kulikuwa na makosa, sasa makosa ni ya yale mazira yalikuwa hayajafika. Nayo yale mazira yanasababishwa, kuna yule anayesababisha mazira, nayo mazira yakaweze kusababisha mti kuzaa. Kwa hivyo kama kuna kosa liko kwa mwenye anayesababisha mazira, naye mazira isababishe mti kuzaa matunda. Hiyo ni kusema yule anayesababisha mazira alikuwa hajasababisha mazira ili mazira nayo yasababishe mti kuzaa matunda. Hiyo ni kusema wakati wa ule roho wa kweli ambaye ndio roho anayefunua Yesu ni nani kwa mioyo ya wanadamu, ama yule angewezesha wanafunzi kumuelewa, huyo roho wa kweli wakati wake ulikuwa haujafika. Na huo roho ndiyo yale mazira ya kusababisha moyo wa mwanadamu ukiwa ndiye mti uzae matunda uweze kuelewa Yesu ni nani.
naye huyo roho wa kweli ambaye ni majira halikuwa hawezi akazisababisha mpaka asababishwe na ule mwenye anasababisha ambaye ni ule uhai ambaye ndiye baba wa mwili wa Yesu, na ule uhai ulikuwa haujafika wakati wa kusababisha ule roho wa kweli kuwako duniani, kwa sababu Yesu Kristo alikuwa hajamaliza ile cycle yake ya kutoka kuzaliwa mpaka kuhubiri mpaka aende msalabani afanye ile manifestation ambayo wanadamu wanaelewa ni kifo, lakini ni ile manifestation ama kubadilika kutoka physical arundi invisible katika ule utukufu wake ambaye haliokuwa naye, na kutoka hapo ndio sasa ile nguvu ama ability sasa iweze kurudi katika duniani ama kwa wanadamu. Ikiwa roho wa kweli yule Yesu aliyenena katika kitabu ya John chapter 16 kuanzia mstari wa 7 mpaka mstari wa 15. Hivyo wakati Yesu alikuwa anaangalia ule mti ama alikuwa na wanafunzi, huyo roho wa kweli alikuwa hayuko hapa duniani na wakati wake ulikuwa haujafika, kwa sababu ile event ya manifestation ambayo inajulikana kama crucifixion ilikuwa bado ilikuwa haijafika. Na huyo roho wa kweli ambaye ni wakati ule Yesu alitoka katika ule mwili wa physical, alirudi katika ule utukufu wake wa uhai, na akirudi katika huo utukufu sasa ndiye alikuwa anarudi tena ile inaitwa the second coming ya Jesus Christ, ama kurudi kwake mara ya pili, ile imenenwa katika John chapter 14 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6, ambaye sio kurudi physical. Alikuwa anaongea habari ya ile ability itakayokuja, kwa sababu ile ability ni yeye katika mara ya pili akichukua. Mara ya kwanza ni wakati alikuwa na physical body, na mara ya pili ni wakati sasa anarudi akiwa the ability to enable humanity their life to understand ama to access life information. Ile ilikuwa inakosa katika ile knowledge wanadamu walikuwa wanatumia hapa duniani kutoka kwa ule Mungu aliyewaumba, kwa sababu ability ile ndio inawezesha mwanadamu kuzaa matunda kwa maana ya kupokea uzima, kupokea kwa maana ya kuelewa uhai wa wanadamu ulitoka katika uhai haukuumbwa. Hiyo ni contrary na ile information wanadamu walikuwa nayo hapa duniani. Hata saa hii iko ile wanadamu wanaelewa ya kwamba wao wali-originate kutoka creation, lakini hapana. Kuna sehemu ndani ya mwanadamu haijaumbwa, ilikuwa ina exist kutoka kwa uzima, na ikawa ina exist katika yule Mungu aliumba, na ikakuja kuingia kwa ile structure ambayo ilipewa jina Adamu kupitia ile pumzi Mungu aliye breathe kwa hiyo structure. Hiyo ni kusema katika ile pumzi ambaye Mungu alimbreathe katika ile structure, hiyo pumzi ilikuwa inabeba komponenti 3, ambaye komponenti ya kwanza ni life component, na komponenti ya pili ni spirit body component, na komponenti ya 3 ni knowledge. Wakati hizo komponenti 3 ziliingia katika ile structure ambaye Mungu alikuwa ametengeneza, ile ilipewa jina Adamu kulingana na Genesis chapter 2 mstari wa 7, ile hiyo structure ilianza movement. Sasa ikaanza movement living, na ikawa inaweza fanya mambo na hata kuongea na hata kunemu wanyama majina. Hiyo ni kusema hapo ndio sinda ya mwanadamu iliingilia, kwa sababu lile njina ile structure iliitwa ikaitwa Adamu. Hilo silo njina hiyo structure ama huyo mwanadamu angeitwa. Njina lile angeitwa ni life, kwa sababu without life hizo components zingine hata hiyo structure haiwezi ka exist, itasizi kuexist ama hata haiwezi kuwako. Kwa hivyo sasa the really name of human being ni life, sio majina mengine. Na wakati hilo jina lilibadilishwa pale mwanadamu, lilikuja likaliplesiwa na knowledge nyingine sasa ya Mungu, ile ambaye haina information ya the really identity name ya humanity, ambaye sasa wakati hiyo information ilipotea pamoja na information ya origin ya hiyo party ambaye ni wae mahali ilitoka.
na ile information ilikuja ikariplace hiyo information ya live ndani ya mwanadamu, ambaye sasa hiyo ni information kutoka kwa Mungu. Hiyo information haina hiyo ufunuo ama hiyo habari ya kwamba kuna sehemu ndani ya mwanadamu inaitwa uhai ama uzima, ambaye haijaumbwa wakati ile structure body ilikuwa inaumbwa. Na hii sinda imeendelea kwa wanadamu. Wakati wanazahana, wanapozaa watoto wao, wanawaita manjina ya familia ama njina ya kiukoo ama njina ya mababu, kuliko waite ule mtoto uhai, maana njina la ule mtoto amezaliwa ni njina la mahali yeye ametoka, na mahali ametoka ni ule uhai ndio unasababisha huyo mtoto aweko. Sasa njina hilo limekuja likipotelea pale wakati watoto wanazaliwa, kuliko wapewe njina hilo la live ama uhai, wanapatiwa haya manjina mengine. Kutoka hapo nayo religion kupitia missionaries walikuja wakabandilisha identity pia ya yale manjina ya kitamanduni ama ya kifamilia ama ya ancestors, wakaliplace na njina lile la ubatizo na mwanadamu akazindi kupotea. Na wale wanadamu unawaona hapa duniani hawazielewi, hawaelewi their really identity name na their really origin identity, kwa sababu ile information ilipopotea ilirudi tena. Mungu huyo wakati aligundua ule uhai unakuja kutafuta uhai wa wanadamu, yeye mwenyewe kwa ila zake aliamua kuleta information ya vile uhai ule utaitwa. Akabandilisha jina la uhai ule na akabandilisha status zake za huo uhai, kwa sababu alikuja akasema hizo nguvu zitakapozaliwa huo uhai, jina lake ataitwa Yesu Kristo na status zake ni mwana wa Mungu, ambaye hiyo ni kubandilisha, kwa sababu huyu Yesu si mwana wa Mungu na jina lake sio Yesu Kristo. Jina lake ni uzima, yeye ni uzima mwenyewe, anasema yeye ni uzima ama yeye ni uhai, na status zake uhai ule ndiye mahali origin ya uhai zote zile ziko duniani, including hiyo uhai wa Mungu yule ambaye aliye create hizi structures ambazo wanadamu wanatumia kwa accommodate ile the life component, spirit and body component, na zinaongozwa na hiyo akili ya Mungu. Kwa sababu Yesu ukimsikiza katika John chapter 17 mstari wa 11, yeye akifunulia wanadamu baba yake ni nani, anasema baba yake ni neno, ni neno la baba yake lile alilolinda wanafunzi nalo. Alafu anasema hilo neno ndilo lile huu mwili ambaye unaitwa Yesu ulipewa. Kwa hivyo ule baba wa Yesu ni neno, na lile neno ndilo lile jina huu mwili wa neno ulipewa ambaye unaitwa Yesu Kristo. Na sasa ndiye anasema katika John chapter 6 mstari wa 63, neno lake ni uhai. Kwa hivyo huyo baba wa Yesu ni neno la uhai, na hilo neno la uhai ambalo ndilo baba wa Yesu ndilo lile jina mwili huu unaitwa Yesu, ndilo jina lake lile jina halisi. Lakini jina hili lilibadilishwa na yule Mungu aliyeleta prophecy, kwa sababu alitaka kudivert akili za wanadamu ili wasize wakaelewa huyu Yesu ni nani, ili Mungu huyu aliyeumba hisi akikontrol ule uhai wa wanadamu. Na hiyo ndio ile sinda ilikuja ikawa iko na wanadamu, kwa sababu hiyo information kutoka wakati wa Adam kwa vizazi vyote, hiyo information haijawahi kuwako, ililetwa na Yesu Kristo. Naye kwa sababu ilipoletwa ilikuta huyu Yesu amendivatiwa the really name yake ikabadilishwa kutoka kwa life ikaitwa Yesu, na status zake zikabadilishwa kutoka huyo life ndiye Mungu wa kweli akasemekana ni mtoto wa Mungu. Sasa wanadamu wamekuwa confused na wakawa hawawezi kuelewa huyu Yesu Kristo ni nani. Kwa hivyo wakati huyu Roho wa kweli alikuja, kazi yake ni kufunua mambo hayo, na ndio unaona ukisoma katika John chapter 16 kuanzia mstari wa 12, 13, 14 na 15, hapo unasikia
Yesu alisema huyo Roho wa kweli atakapokuja atachukua yale yaliyo baba yake na kupasa wanafunzi wake habari yake, na yaliyo ya baba yake ni nani. Kwa hivyo kuna kiwango ule mwili wa Yesu haukufunua